wakati huu uliosalia, Mungu atupe kibali na neema. Tuangalie maneno machache. Ujumbe wetu ukisema, weke vizuri sandi jina wangu. Ujumbe unasema uwezo wa kudumu katika wokovu. Uwezo wa kudumu katika wokovu, ama siri ya uwezo wa kudumu katika wokovu. Siri ya uwezo wa kudumu katika wokovu. Katika wokovu, uwezo wa kudumu katika wokovu. Tunapookoka tunatakiwa kujua siri ya kudumu katika wokovu, na kama hatutajua uwezo wa kudumu katika wokovu, maana yake hatutaweza kudumu katika wokovu. Na mwisho wa siku Mkristo tunajikuta tunarudi nyuma, tunashindwa kusimama kwenye wokovu, tunashindwa kustahimili katika safari ya kwenda mbinguni. Na kusudi kubwa la wokovu ni mwisho wa maisha haya tukaurithi uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Mbio zote za wokovu za kustahimili katika safari ya wokovu. Na katika safari ya wokovu sio safari rahisi tu. Ni safari ngumu, sio ya kawaida, ni ngumu. Na picha ambayo naipata leo hii, hata injili ambazo tunawahubiri watu nje za kuwafanya watoke kule waliko waje kwenye wokovu, tunawahubiri injili nyepesi kiasi kwamba wakifika huku wakaianza safari ya wokovu, wakikutana na magumu, anakumbuka Misri, kwamba ni heri ningelikuwa kule duniani. Kama ni maisha ya wokovu ndiyo yako hivi, mimi siwezi kuendelea na wokovu. Lakini kama alihubiriwa injili yenye nguvu, yenye uwezo, inayomtazamisha mwisho wa maisha yake, anapookoka mtu huyo anastahimili na anasimama na anadumu kwenye wokovu bila kuangalia nini kinatokea mbele yake. Haleluya. Haleluya. Na kwa sababu tumeaminishwa vitu hili, nililiona kanisani kwetu. Alihubiriwa dada mmoja akaokoka kwa sababu alisikia neno kwamba akiokoka Yesu atampa mume mzuri. Akawa ameokoka, ila hakuokoka kwamba anaenda mbinguni. Aliokoka kwa sababu alisikia neno mhubiri akihubiri kwamba ukiokoka dada, ukiokoka Yesu atakupa mume mzuri. Ni kweli Mungu atafanya hivi, lakini lengo la wokovu ni nini? Hilo ndilo linatakiwa mtu atazamishwe kuliko mengine ni ziada. Hata Biblia yenyewe imetuambia tutafute kwanza ufalme wa wapi? Mengine ni ziada. Sasa mtu akiokoka kwa sababu ya ziada, ni ngumu sana kustahimili kwenye wokovu. Yule dada aliokoka kanisani kwetu vizuri tu. Mwaka wa kwanza hakuona mume mzuri. Mwaka wa pili, baada ya mwaka wa pili miezi kadhaa, taarifa zikatujia kwamba ni mjamzito. Alipoitwa kwenye kikao, anahojiwa imekuaje, akasema kwa ujasiri kabisa, hana hata hofu, hana mashaka. Akasema hivi, nimemwomba Mungu mwaka mzima anipe mume mzuri, hanipi. Nikabadilisha maombi, sasa Mungu umeninyima mume, nipe mtoto. Hiyo laje hiyo.
Sasa akampata kwa njia anayojua yeye. Maana tayari kwenye safari ya wokovu kumeingia shida. Parapanda ikipigwa haendi mbinguni. Na akasema kabisa, mimi nilihubiriwa nikaambiwa nikiokoka nitapata mume mzuri. Sasa nilipokosa mume mzuri, na mimi sitaki kumwacha huyu Yesu, nikabadilisha mfumo wa maombi. Sasa nikikuuliza swali, huyu anastahili kutengwa ama la? Maana tayari makosa ya kiufundi yalishafanyika kule mwanzoni, na matokeo yameleta ni mabaya. Halafu mtu anaamini na ameshikilia kabisa aliokoka, na tarehe aliokoka alitali. Kulikuwa kwenye mkutano wa wazungu walileta pale Mwanza. Mmoja ya wahubiri akahubiri vile, akamgusa na yeye akapokea Yesu. Akaja kanisani kwetu. Sasa tunatakiwa kujua uwezo wa kudumu katika wokovu. Mambo muhimu yanayofuatiliwa mbinguni. Andika hivyo. Mambo muhimu yanayofuatiliwa huko mbinguni. Mambo muhimu yanayofuatiliwa huko mbinguni. Kwamba mtu akiokoka, kuna mambo yanafuatiliwa. Mbingu zinakuwa makini kufuatilia mtu aliyeokoka. Anafuatiliwa kila hatua. Kwenye haya mambo ambayo tunakwenda kuyaona na tunakwenda kusoma maandiko, na yatupe ufahamu sasa wa kutambua kwamba tunatakiwa kufanya nini sisi tunaokoka, ili tuweze kudumu katika wokovu. Hata kama unasubiria majibu yako, unajua kabisa kwamba mbinguni kuna hiki kinafanyika, kuna hili na kwangu linafanyika. Hivyo hata ninapopita nyakati ngumu sina mashaka. Haleluya. Haleluya. Mambo muhimu yanayofuatiliwa huko mbinguni. Jambo la kwanza, andika matendo yangu. Yaani kila mmoja andike yangu, maana ni yako. Nikisema andika matendo yako, utaanza kumwambia mwingine, wakati mhusika ni wewe. Andika matendo yangu. Mbingu zina rekodi. Mbingu zinafuatilia hatua moja baada nyingine. Hata kama ukijificha kwa mchungaji, ukajificha kwa washirika wenzako, ukajificha kwa wazazi wako, ukajificha kwa watu wanaokufahamu, tambua mbingu zina rekodi matendo ya mtu. Namna ambavyo wewe unaishi, mbingu zina rekodi. Mbingu zinafahamu. Na tendo la pili, andika, itakupa tu maandiko usijali. Na tendo la pili, andika uwezo wa kuendelea kudumu. Uwezo wa kuendelea kudumu wa mtu. Uwezo wa kuendelea kudumu wa mtu. Uwezo wa kuendelea kudumu wa mtu. Manake mtu aliyeokoka anapewa uwezo wa kuendelea kudumu katika wokovu. Na anapopewa uwezo ule, mbingu zinafuatilia. Ana uwezo gani huyu? Amefanya nini? Amestahimili? Jaribu limemjia, amestahimili? Amesimama sawa sawa? Ama inakuaje? Ama jaribu lilipokuja karudi nyuma kwa sababu ya jaribu? Uwezo ule ulio nayo wewe wa kusimama kwenye wokovu unafuatiliwa sana kule mbinguni. Haleluya. Haleluya. Amen. Fungua kitabu cha Ufunuo sura ile ya 2. Katika wokovu, Yesu anajifunua katika makanisa haya 7. Moja ya kanisa hili la Sirmini, Yesu anajifunua na kulitazama kanisa. Na katika mfumo wa kitabu cha Ufunuo kinazungumza kwa habari ya kanisa la wakati ule. Ilikuwa ni halisi kabisa wakati Yesu anazungumza
ilikuwa ni halisi kwa makanisa yalipelekewa barua hizi, ziliwahusu watu wa wakati ule. Na pia neno linasema kwamba ilikuwa ni mtazamo wa Yesu kwa kanisa linaloendelea. Baada ya makanisa haya, kizazi kile kupita, bado ujumbe huu unaendelea kulifuatilia kanisa. Linatakiwa lijue kwamba Yesu yuko katikati ya kanisa lake, na kanisa sio jengo, ni mimi na wewe. Ni mimi na wewe. Yesu alikuja akahamisha hekalu kwenye jengo, kwenye hema, akaliweka ndani ya mtu. Ndio maana Biblia inasema sisi ni hekalu la Mungu. Roho ya Mungu imo ndani mwetu. Na kama roho ya Mungu imo ndani mwetu, maana sasa tunaanza kupata ufahamu kwamba kumbe mbingu zinafuatilia kwa ukaribu sana. Haiwezekani roho ya Mungu iwe ndani mwako halafu mbingu zisiangazie macho yake mahali ambapo roho ya Mungu ipo. Maana mahali ambapo roho ya Mungu ipo, Mungu mwenyewe yupo, Yesu mwenyewe yupo. Haleluya. Jana ukimfuata kumtongoza, maana kanisa lilikuwa mbali kidogo, na yeye alikuwa mwaminifu, kila ibada yupo. Kila ibada yupo. Wanamtongoza na anawapiga injili. Sasa siku moja vijana akasema ngoja huyu tumkomeshe leo. Anatoka ibadani. Jioni siku ile Roho Mtakatifu aliruhusu nguvu ikashuka, wakapitiliza muda. Na yeye anaishi mbali. Sasa kagiza kameanza kuingia. Yule dada akawa anarudi nyumbani. Rudi nyumbani, anafika sehemu ambapo hapana miji. Vijana wakatokea kama 5. Akasema tunajifanyika blokole leo, naolewa kwa lazima. Sasa naye alipopima upepo hawezi kushindana nao, hawezi kufanya nini, akamwambia basi sawa, hamna shida, tuendelee. Kirahisi. Wakaenda. Vijana sasa wanataka getoni, wakaenda getoni. Walifika kula, akamwambia sasa mimi nataka niibariki hii ndoa kwa Yesu. Fumbeni macho niombe. Siakuwa mgumu. Kuna wakati wa kushinda dhambi, usitake kupambana kimwili. Tambua tu macho ya Mungu yako na wewe, na yatakupa akili ya kushinda kirahisi sana. Haleluya. Wakasema sawa, shukuru Mungu. Jana wako mle wamejifungia wote 5. Alikuwa kushukuru Mungu, akajaa Roho Mtakatifu. Mara kaanza kunena. Kanena. Ilikuwa dakika 5, 10 nusu saa. Mmoja akawaambia mmeoa kichaa. Amen. Sasa kama mnakaa na kichaa sawa, yeye akaondoka wa kwanza. Wakavumilia wengine, wanamnyamazisha, basi umetosha. Anazidi kupandisha sauti, mmoja akasema mtakamatwa na wananzengo. Naona Mungu anavyotetea mtu. Maana macho yake yako kwake. Haleluya. Haleluya. 3 na wakabakia 3 na muuaji pia akiwepo. Wakavumilia, akabadilisha lugha, akaanza kusema mimi nayafahamu majini, huyu dada ana majini, tutapigika humu. Wawili wote mbio. Akabaki muuaji. Akavumilia. Dada kajaa roho. Sauti nyingine kaanza kumwambia yule muuaji, ndugu yangu, leo nakabwa hapa, utafia hapa, na hakuna msaada. Alichofanya ni kufungua mlango na kuacha wazi. Akamwambia dada, nenda nyumbani, umetosha. Mbio. Kwani macho ya Mungu, yaani wakati wa shida, wa taabu, dhihirisha matendo yako kwamba una Mungu. Usijipambanie wewe. Watu wengi wanaanguka kwa sababu wanajipambania wao. Wanajipambania kwa akili zao, wanajipambania kwa kujua kwao. Lakini ukitambua macho ya Mungu yanakutazama, haihitaji kujitaabisha wewe ili kwamba ujipambanie. Hapana. Saa hiyo roho ya Mungu itakupa cha kufanya, itakuelekeza cha kufanya, na utapita kwenye hilo jaribu. Hata kama
adui amesimama na upanga, utashangaa anageuka kuwa rafiki yako na anakupa siri na anakuelekeza njia ya kupita na unapita ukiwa salama. Haleluya. Daudi amewaulia Goliathi Waisraeli, na wakati waliteseka kawaulia Goliathi, wakaanza kumtafuta yeye mwenyewe kumuua. Lakini ashukuriwe Mungu, macho ya Mungu hutazama wenye haki, huzunguka kudhibitisha haya wanayoyapitia wanamwakilisha Mungu sawa sawa. Hezekia akatukanwa na mfalme wa Ashuru, akalia, akaukunjua ule waraka machoni pa Bwana, akamwambia Bwana soma. Halafu akamuuliza maswali Mungu, akamwambia je, leo ndio siku ya dhiki na matukani na kilio na maumivu na maonevu? Mungu hakunyamaza, hakunyamaza. Ndivyo ilivyo leo kwako. Najua yako maumivu, wakati mwingine umeumizwa, kuna makovu yamebakia, ukiyakumbuka unaumia. Bado Mungu anakuambia vumilia, vumilia, kuna kitu anakiandaa. Vijana wenzangu, msitafute njia zingine za haraka za mafanikio. Vumilieni kwa Yesu. Vumilia hata kama hujasoma. Yako mateso walio nayo Baba, iko dhiki wanapitia, yako majaribu wanapitia, yako maumivu wanapitia. Wengine ni kwenye ndoa zimegeuka kuwa chungu. Baba, shetani ameingia katikati yao ili kuharibu, ili kuharibu, ili kuharibu. Wengine Baba ni uchumi umeharibika Baba, hawajui waishije, hawajui wakutumikiaje, hawajui Baba, hawaelewi watavukaje makao. Kila mwaka unaisha, hakuna maendeleo, hawayaoni, na matukano yameinuka. Yesu, unatukana kwa ajili ya watu wako, kwa ajili ya watu wako. Wanauliza yuko wapi Mungu wao, yuko wapi Mungu wao? Mchana wa leo umeliahidi kanisa, wewe uko katikati ya kanisa, unatembea katikati ya watu wako Baba, na mtume wako na kuruhusu Baba, tembea katikati ya watu wao, tembea kwa kila moja, tembea kwa kila moja katika hema hii Baba. Tazama maumivu yao, tazama mateso yao, tazama kilio chao. Wengine ni magonjwa yamefanya vituo, yameleta maumivu, yameleta hasara Baba. Wengine wamedhulumiwa haki zao, hawajua watakipataje. Mungu, Mungu, ni wakati wako Baba kutembea katikati ya kanisa, kutembea katikati ya watu wako, kutembea ya wana wako. Bwana, pita katikati yetu Yahweh, pita katikati yetu Baba. Ni wakati Jehova na kuruhusu Baba, tembea katikati ya watu hawa, tembea katikati ya makutano hawa, tembea Bwana, jitukuze mwenyewe, jitukuze mwenyewe, jitukuze mwenyewe, jitukuze Baba. Tazama Bwana, ukakumbuka Hezekia, ukamwambia Isaya, nenda kamwambia Hezekia, mkuu wa watu wangu, matukano aliyoyasikia ambayo mfalme Ashuru amenitukana mimi. Sikiliza, matukano aliyotukana wewe, haujatukana wewe, katukana Mungu aliye naye, katukana Mungu aliye katikati yako, katukana na hao maadui walioinuka. Wameinuka juu yako, wameinuka juu yako, wameinuka juu ya Bwana. Ni maadui juu ya Bwana, ni maadui juu ya Bwana. Na sai na kwa wanadamu yamekosa majibu. Wahudumu, wenyeji na wageni ambao tumesalia, wenyeji na wageni, wahudumu,
wenyeji wa kanisa hili na wahudumu. Yesu yuko hapa kwa ajili ya watu. Kuna vifungo vimeshikilia maisha ya watu. Kuna dhiki zingine zimesababishwa na vifungo, zimesababishwa na uharibifu, zimesababishwa na laana. Laana zimeshikilia, hazitaki kuachia. Leo mwisho Bwana amelitazama kanisa lake. Wahudumu na wageni, naomba tupite katikati ya mistari ya watu. Mlioko nyuma, wahudumu, wageni, tupite katikati ya mistari ya watu. Nitaji kuombea hawa watu. Nitaji kuombea hawa watu. Yafika mbele, funga macho yako. Lieko huko nyuma kwenye viti, endelea kuomba. Mkono wa Mungu haujawa mfupi. Upo hapo hapo ulipo. Yesu yuko hapo ulipo. Baba, katika jina la Yesu, ziko shida kila mmoja ya namna yake. Ziko tabu kila mmoja ya namna yake. Yako maumivu kila mmoja ya namna yake. Iko dhiki kila mmoja ya namna yake. Yako matukano kila mmoja ya namna yake. Bwana Yesu, Bwana Yesu, nakukaribisha pite katikati ya watu hawa. Naomba neema kwa ajili yao. Wengine ni laana za ukoo zimeshikilia maisha yao, zimeshikilia hatima yao. Wengine ni maagano ya ukoo yamepesa hatima zao. Bwana Yesu, kumbuka uliliona kanisa la Usirimini, ukaliambia najua dhiki yako, najua matukano, najua umaskini. Aliyelitazama kanisa la Usirimini akaona mateso. Bwana Yesu, ni wakati ambao watu wako Baba, tazama, fumbua macho yako na masikio yako yasikilize kilio chao, yasikilize maumivu yao, yasikilize Baba. Sikiliza Bwana, sikiliza Baba. Ni wakati wako, ni wakati wako wa kuwatazama, ni wakati wako wa kuwaganga, ni wakati wako wa kuwafungua, ni wakati wako wa kuondolea mateso, ni wakati wako wa kuacha huru, ni wakati wako, ni wakati wako, ni wakati wako. Rikatasa, rikopaeta, riakatayata, rikepeanasa, rokosa, riketayabata, riakapaha, riakoteasa. Weka mikono juu ya watu, weka mikono juu ya watu. Yuko Yesu mahali hapa, yuko Yesu mahali hapa. Anaondoa mateso, anaondoa mateso, anaondoa mateso, anaondoa mateso. Hiyo laana iliyokushikilia, huyo adui aliyekusababishia hayo mateso, hayo mateso, hayo mateso, hayo mateso, hayo mateso. Baba, siku ya leo ni siku ya maumivu, ni siku ya dhiki, ni siku ya matukano, ni siku ya aibu. Baba, watu wako kila unakopeta ni aibu Baba, ni aibu Bwana, ni aibu Baba. Ingilia kati, ingilia kati, ingilia kati, ingilia kati Baba, ingilia kati, ingilia kati, ingilia kati. Uwepo wa Bwana, 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 uwepo wa Bwana. Unaanza kutembea, unaanza kutembea. Macho ya Bwana yanaanza kutembea, yanaanza kutembea, yanaanza kutembea. Vifungo vinaanguka, vifungo vinaanguka, nira zinaanguka, nira zinaanguka, laana zinaanguka, laana zinaondoka. Shetani, pepo wa laana, pepo wa laana, pepo wa laana. Ona huduma hii, ona huduma hii, ona huduma hii, ona huduma hii, ona kanisa, ona kanisa. Itazame kanisa Baba, itoe kwenye mateso, livushe Baba, vusha kwenye jaribu,
Yesu, Baba, shuka kwa moto, 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 shuka kwa moto. Kufunguliwa kwao ndivyo livyotiwa mafuta ya Bwana, kuhubiri habari njema kwa watu hawa, na habari za watu hawa kufunguliwa kwao, habari za watu hawa kuponywa kwao, habari za watu hawa kuvuka majaribu, habari za watu hawa kuvuka kwenye hali ya ukame, hali ya dhiki, hali ya mateso. Bwana Yesu, Mesaya wa kuwavusha Baba peke yako.